Zanzibar inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa mwaka wa majaji wakuu wa nchi za Afrika unaotarajiwa kuanza Oktoba 5 hadi 9, 2026 katika hoteli ya Verde Mkoa mjini Magharibi Unguja. Akizungumza na waandishi wa habari, Jaji Mkuu wa Mahakama Kuu Zanzibar, Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdallah, huko ofisini kwake Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja, amesema maandalizi ya mkutano huo yanaendelea huku akitarajiwa kukutanishwa majaji wakuu kutoka nchi 17 wanachama pamoja na washiriki zaidi ya 100, ambapo mkutano huo utakuwa fursa muhimu ya kujadili changamoto za utoaji haki kwa wananchi. Mgeni rasmi katika mkutano huo anatarajiwa kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi. Ni kuwajuza rasmi uwepo wa mkutano wa mwaka wa majaji wakuu wa nchi za kusini na mashariki ya Afrika, yani Southern and Eastern Africa Chief Justice Forum, ambayo Mahakama ya Zanzibar imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano huo. Tunatarajia mkutano huo kufanyika tarehe 5 Oktoba mpaka tarehe 9 Oktoba 2026 katika hoteli ya Verde iliyopo Mtoni, Zanzibar. Kabla hatujaenda ndani zaidi kuzungumza, nidhani tuzungumze nini maana ya SAJEF, yani Jumuiya ya Majaji Wakuu wa Kusini na Mashariki mwa Afrika. Jumuiya hii ni nchi kama zilivyotajwa za kusini na mashariki mwa Afrika ambazo zinahusisha mahakama za nchi 17. Na jumuiya hii imeundwa miaka 23 iliyopita nchini Afrika ya Kusini. Lengo la jumuiya hii ni kutafakari changamoto za utoaji wa haki, kuimarisha ushirikiano wa kitaaluma, kuboresha usimamizi wa mahakama katika jumuiya, katika kanda yetu, kuweka mikakati ya pamoja ya kusimamia misingi ya sheria na utawala bora. Kwa hiyo Zanzibar katika jumuiya hii ni mwanachama kamili katika jumuiya. Mwenyekiti wa jumuiya hii kwa wakati huu ni Jaji Mkuu wa Malawi, Jaji Rizne Robert Mzika-Manda, na makamu mwenyekiti ni Jaji Mkuu wa Kenya, Mheshimiwa Martha Koome. Nchi ambazo zimeunda jumuiya hii nizitaje kwamba ni jumuiya hii imeundwa na nchi zifuatazo: Lesotho, Eswatini, Angola, Botswana, Kenya, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Afrika ya Kusini, Seychelles, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Tanzania na Zanzibar. Kwa hiyo tunategemea katika mkutano huu kuwa na majaji wakuu kutoka nchi zote hizo ambazo nimezitaja. Tunatarajia kwamba mkutano huu utafunguliwa rasmi na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mafunzo haya yanatarajiwa kutoa nafasi kwa viongozi wa mahakama kutoka nchi mbalimbali kujadili namna bora ya kuongeza ufanisi katika utoaji wa haki na kuhakikisha wananchi wanapata huduma za mahakama kwa wakati na kuzingatia misingi ya sheria. Aidha, ameeleza kuwa mkutano huo utaleta fursa nyingi kwa wananchi na wakazi wa Zanzibar, kwani majaji hao watatembelea katika maeneo mbalimbali visiwani humo. Mkutano huu kama nilivyosema utahudhuriwa na washiriki
wasiopungua 150 wa nje, ambayo kama alivyosema awali itahusisha majaji wakuu wa nchi hizo, majaji kutoka katika mahakama hizo, wanasheria kutoka jumuiya hiyo, wasomi wa sheria na wadau mbalimbali wa sheria. Mada ambazo tunategemea kuzungumzwa katika mkutano huo kama nilivyoeleza awali kwamba ni mada kuu au kauli mbiu ya mkutano huo ni transforming justice delivery, innovation, efficiency and court administration reforms. Na mada mtambuka ambazo zitazungumzwa pale ni judicial leadership in driving institutional reform, the role of leadership in shaping reform agenda and sustainable change, yani uongozi wa mahakama katika kusukuma mageuzi ya kitaasisi, nafasi ya uongozi katika kuunda agenda za mageuzi na mabadiliko. Lakini nyingine ni Court Annexed ADR is transformative tool for justice delivery, yani usuluhishi unaofanyika ndani ya mfumo wa mahakama kama nyenzo za maboresho ya utoaji wa haki. Lakini nyingine ni digital transformation of court, e-filing, virtual hearing and case management system, yani mabadiliko au maboresho ya kidigitali katika mahakama, ufunguaji wa mashauri ya kielektroniki, usikilizaji wa mashauri kwa njia ya mtandao na mifumo ya usimamizi wa mashauri, ambayo mada hii itawasilishwa na jaji wa mahakama ya Zanzibar. Lakini nyingine ni strengthening court administration, professionalization, training and institutional support system for judicial staff, yani kuimarisha usimamizi wa mahakama, uweledi, utaalamu, mafunzo na mifumo ya usimamizi wa kitaasisi kwa wananchi na kwa watumishi wa mahakama. Na mada nyingine itakuwa ni AI driven justice, building the court of tomorrow, akili unde au bandia katika utoaji wa haki, ujenzi wa mahakama za kesho. Kwa hiyo mada hizi zote zitajadiliwa katika mkutano huu mkubwa ambao mahakama ya Zanzibar imepewa nafasi ya kuhost au kuwa mwenyeji, na tunategemea kwamba tutakuwa na ratiba ambayo tunategemea kwamba tarehe 4 Oktoba 2024 wajumbe wa mkutano huu watawasili, na mkutano utafunguliwa tarehe 5 Oktoba 2026 katika hoteli ya Verde kama nilivyoeleza, na utaendelea kutoka tarehe 6 hadi tarehe 6, tarehe 7 mpaka tarehe 9. Washiriki vile vile watapata nafasi ya kutembelea sehemu mbalimbali za kihistoria, maana itakuwa ni nafasi ya kuitangaza Zanzibar. Watu hawa watakaokuja 150, tunategemea kuwa na washiriki wasiopungua 250 ukiunganisha na washiriki wa ndani. Kwa hiyo kutakuwa kuna fursa kubwa kwa Zanzibar na kwa wananchi wa Zanzibar. Watatembelea mbali ya vikao vyetu, lakini watatembelea katika sehemu za kitalii kama vile watakwenda Prison Island, watakwenda Nakupenda, watafanya space tour, watafika Jozani, watatembelea Stone Town, na manake wananchi watapata fursa nyingi sana za kibiashara. Manake hapa watembeza watalii basi watanufaika, wenye magari ya utalii watanufaika, wenye maduka watanufaika, wenye mahoteli watanufaika. Kwa hiyo ni fursa moja ya kuitangaza Zanzibar, lakini vile vile kuongeza
chachu ya msukumo wa uchumi wetu. Nikiripoti ni Hadija Ali wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online.